utambue nini maishani mwako? Karibu katika somo hili. Yako mambo makubwa manne ambayo tunapaswa kufahamu kabla mtu hajasema ndio nakubali, huyu awe mke wangu, huyu awe mume wangu. Siku ile, katika sehemu ile, mamlaka yale, vipi uweze kutambua? Jambo la kwanza, tambua ya kwamba ndoa ni uumbaji. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2, mstari wa 18, mstari wa 21, mstari wa 23, Biblia inasema Mungu akaona si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Neno mfanyia linahusiana na uumbaji. Akafanya vitu vyote kwa mfano wake. Kwa hivyo nitafanya msaidizi. Lakini angalia alivyokuwa anafanya. Alimpatia usingizi mzito, akachukua ubavu mmoja akaufanya kuwa mwanamke. Kwa hiyo ndoa ni uumbaji. Na ndio maana anapokuja katika uumbaji ana hesabu ya pekee sana. Hesabu yake ni hii: 1 ongeza 1 ni sawasawa na 1. Haipatikani katika algebra yote katika dunia hii. Ni kwa sababu ni uumbaji. Hapa unapaswa kujua hauwezi kuwa moja isipokuwa Mungu ameumba. Yeye ni mtaalamu wa yasiyowezekana. Anafanyaje jambo hilo? Nakumbuka hata Yesu mwenyewe wakati anaulizwa juu ya wokovu wa wanadamu, wakamwambia inakuaje basi nani atakayeonekana kuokolewa? Katika Luka sura ya 18 Yesu akasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Mungu ni wa yasiyowezekana. Kwa sababu hiyo, ili 1 ongeza 1 zisiwe 2 bali iwe 1, ni uumbaji. Hatuwezi kuumba ndoa. Hauwezi kuungana na mke wako kwa kitu kimoja. Hauwezi kuungana na mume wako kwa kitu kimoja. Tambua ndoa ni uumbaji. Kabla siku ile hujasema ndio nakubali, kabla siku ile hujasema yes I do na kutoa wewe ndio nakubali, tambua ndoa ni uumbaji. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, kitu gani ni cha muhimu hapa ambacho tunapata kujua? Tambua ya kwamba umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Ndoa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Biblia inaelezea katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 25, 26, 27, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale na kuendelea vitu kama hivyo. Kwa sababu hiyo, ndugu zangu, sikiliza vizuri. Anapokuja kwa mwanamke pia anaumba. Kwa hiyo mwanaume na mwanamke wanafanywa kitu kimoja. Vyote hivyo ni kwa utukufu wa Mungu. Ndoa ni taasisi iliyokusudiwa kumtukuza Mungu. Sasa kama ni hivyo, Mungu amekuumba. Kabla hujaungana, kabla hujawa mwili mmoja, kabla hujasema ndio nakubali, jua ndoa imeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu alichagua uumbwe mwanamke. Mungu alichagua uumbwe mwanamume. Mungu alichagua kimo chako, alichagua urefu, uwe mpana, uwe kiasi. Amechagua Mungu. Ndiye alichagua eneo la kuzaliwa. Uwe Mwafrika, uwe Mtanzania, uwe Mkenya, uwe Mwethiopia, uwe wapi. Mungu alichagua, amechagua uzaliwe. Wazazi wanaweza wakawa hawajakuchagua wewe. Kuna watoto waliozaliwa wazazi hawakuwa tayari wala hawakukubali kuwa hivyo, lakini ulikuja. Lakini sivyo kwa Bwana, kwa sababu Yeremia 1 mstari wa 5 Biblia inasema kabla haujatungwa mimba katika tumbo la mama yako nalikujua. Kwa hiyo kabla haujawa tumboni mwa mama ulikuwa katika akili ya Mungu. Ndiye aliyeona nywele zako ziwe nyeusi, nywele zako ziwe nyeupe, nywele zako ziwe na rangi. Ndiye aliyechagua mpaka rangi ya ngozi yako. Ndiye aliyechagua mpaka vipawa ulivyo navyo, karama ulizo nazo. Umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo unapokuja katika uhusiano wa ndoa kwa ajili ya utukufu wa Bwana, ishi kwa ajili yake. Amepanga, ameumba kwa sababu uweze kumtukuza. Tambua jambo la pili ambalo unapaswa kujua kabla hujasema ndio nakubali. Kubali huyu amechaguliwa na Mungu. Awe mrefu, awe mfupi, awe Mwafrika, awe mtu wa uzungu wa Ulaya, awe anajua Kiingereza, awe hajui Kiingereza, anazungumza Kiswahili ama azungumzi Kiswahili, ana karama za uimbaji, ana karama mbalimbali, au ana talanta na vipawa mbalimbali. Amechaguliwa awe hivyo. Na Mungu kamwe haujazaliwa tu kwa sababu umezaliwa. La, hajashtushwa kwa kuzaliwa kwako. Kwa hakika alikutazamia kuzaliwa kwako. Hata watu wanaposema kwamba mtoto huyu ni haramu, wanadhani mtoto ni haramu kwa sababu tu aliyezaa amehusika na hakuwa ndani ya ndoa. Lakini mtoto huyo hajawahi kuwa haramu. Ila mzazi anaweza akawa ni haramu.
lakini mtoto hawezi kuwa haramu. Kabla haujaingia katika tumbo la mama, Mungu alikuwa nawe katika akili yake. Umeumbwa ili uungane leo na huyu mwanamume na huyu mwanamke. Tambua alivyoumbwa, kubali alivyoumbwa. Mmeumbwa wote namna hiyo, katika utofauti huo, katika uelewa mambo, katika elimu tofauti, katika utendaji wa mambo tofauti, kufikiri tofauti, nguvu zenu tofauti, kimo chenu tofauti, akili zenu tofauti, vipawa vyenu tofauti. Usidharau. Tambua katika ndoa na huyu unayeungana naye, kabla hujasema ndio nakubali kukutoa wewe, tambua kwamba ameumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kubali utukufu wa Bwana. Uishi na utukufu wa Bwana. Ni utukufu wa Bwana huyo mume wako, ni utukufu wa Bwana huyo mke wako. Mungu akubariki. Lakini jambo la tatu la msingi ambalo unapaswa kujua kabla hujasema ndio nakubali, toa vitu katika moyo wako ili ujazwe. Empty. You must be empty to be filled. Fungu linataja katika Mwanzo sura ile ya 2 na ule mstari wa 24, mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake na atakuwa mwili mmoja. Lakini hata Zaburi 45 mstari wa 10, sikia binti, uwasahau watu wa nyumbani mwako. Empty maana yake wafe katupu. Kabla hujasema, hujaungana na mwanamume na mwanamke huyu, ulikuwa una watu ndani ya moyo wako. Wazazi walikuwa ndani ya moyo wako, ndugu walikuwa ndani ya moyo wako, marafiki ndani ya moyo wako. Ili ndoa iweze kuwa mwili mmoja, empty them. Waache, wasahau, watoe. Acha chombo kikiwa tupu ili Mungu ajaze. Anajaza nini? Anajaza moja ongeza moja kuwa moja. Haitaweza kuwezekana kama ndani ya akili zako umejaza wazazi, umejaza ndugu, umejaza marafiki. Ndoa ni kuondoa yalikuwa wamejaza, mahusiano yalikuwa na nguvu, ili muwe kitu kimoja. Mungu ni mtaalamu, moja ongeza moja kuwa moja. Lakini wewe kabla hujasema ndio nakubali, kubali kutoa vivyo kwa moyoni mwako ili ujazwe na Mungu huyu mnayesema ndio nakubali. Pointi ya 4 na ya msingi ambayo unahitaji kujua, uwezo, tambua uwezo wa kuwa uchi. Uwezo wa kuwa uchi, nguvu ya kuwa uchi, the power of nakedness. Tunasoma katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 25, walikuwa wote uchi na hawakuona haya. Lakini tunapokwenda katika sura ile ya 3 baada ya dhambi kuingia, wanapoambiwa na Mungu uko wapi, wanasema nimejificha kwa kuwa niko uchi. Na sasa kwa nini hapa uchi wanajificha, wanakuwa na haya, na kabla ya dhambi hawakuwa na haya? Elewa, uchi unazungumza vitu viwili. Unazungumzia umoja, intimacy. Unazungumzia habari ya intimacy. Intimacy ni ukaribu wa kuweka moyo kuwa wazi kwa mwenzi wako. Bila haya juu ya madhaifu, weka wazi kwake. Mawazo ulionayo weka wazi kwake. Uwe huru kwake. Tambua nguvu ya kuwa huru kwa mwenzako. Uwe huru kwa mwenzi wako. Uchi, kubali madhaifu. Omba msamaha. Ungama kwake. Usiwe na haya juu ya madhaifu yako. Tambua nguvu ya kuwa uchi mbele za Bwana. Zungumza na Mungu, fanya toba ya dhati. Lakini kwa mwenzi wake, tambua kwamba unapoungana naye mnakwenda kuwa uchi. Yaani ulicho nacho atakuwa nacho mume wako. Fikra zako azifahamu mwenzi wako. Uhuru ulio nao au fahamu usiotaka mwenzako aelewe. Mnapoendelea kujifunza, tambua unaposema kabla hujasema ndio nakubali kukutoa wewe, tambua nguvu ya kuwa uchi. Wazi moyo wako, usiwe na password kwa mwenzi wako. Ondoa password hizo, ruhusu moyo ujazwe na mwenzi wako. Kabla hujasema ndio nakubali, tambua ndoa ni uumbaji. Kabla hujasema ndio nakubali, umeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini kabla hujasema ndio nakubali, elewa ya kwamba Mungu wetu aliyekupenda ndiye pekee anayetaka kuunganisha kuwa mwili mmoja. Ni mtaalamu wa jambo hilo. Yes, I do. Unapofikiria kuoa na kuolewa, tambua mambo hayo manne. Unapofikiria kuolewa, tambua habari hizo. Mungu akubariki na kukaribisha katika somo litakalofuata jioni, wakati wowote tutakaokutana. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Mungu akubariki. Amina.